Wafanyakazi wanaoendelea na ujenzi wa barabara ndani ya mji wa Njombe wamesimamisha kwa muda kazi yao na kufika kambini ili kujua hatima ya ongezeko kwenye mishahara yao ambayo hawajalipwa muda mrefu tangu serikali ilipotangaza kima cha mshahara. AyoTV tumefika katika eneo hili na kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi ambapo wanasema licha ya kufuata taratibu zote za kufikisha malalamiko, lakini wameshindwa kuridhishwa na majibu ambayo wamekuwa wakipewa na kuiomba serikali kuingilia kati sakata hilo. Hata hivyo, wakati sakata hilo likiendelea, afisa rasilimali watu wa kampuni ya ujenzi na wafanyakazi ambapo amesema ni kweli kampuni haikuweza kutekeleza agizo la serikali kwa wakati kutokana na changamoto mbalimbali na kuwaomba wafanyakazi kurejea kazini wakati swala lao likifanyiwa kazi. Serikali ilitoa maelekezo toka mwezi wa 9 mwaka jana kwamba wafanyakazi waongezewe mishahara yao. Kima cha chini kikawa shilingi 19,808 toka mwezi wa kwanza tarehe 1. Lakini katika kampuni mapema ili kwamba tulipo hicho kima cha chini, lakini hakuna kilichofanyika toka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6. Walichokifanya, kwa sababu Mei Mosi kulikuwa rais anakuja, wakalipa mshahara wa 19,800 mwezi wa 4, lakini wakasema watatupa malimbikizo mwezi wa 4 huo, lakini mpaka leo mwezi wa 6 hakuna malimbikizo yaliyolipwa. Tumekuwa tukiwafuata baadhi ya viongozi ambao wanahusika ili tupate haki yetu, lakini tumekuwa tunajibiwa majibu ambayo hayaridhishi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba, sisi hatutaki kampuni ituchonganishe na serikali, kwa sababu tushajua kwamba mchawi wetu ni nani, kwamba serikali inatoa maelekezo lakini mkandarasi hayatimizi hayo maelekezo ambayo serikali imekuwa imeyatoa. Kwa hiyo sisi tunaomba viongozi ambao wanahusika, ambao wapo, ambao ni wasimamizi wa mradi huu hapa, ambao wanatoka serikalini, watutetee sisi wafanyakazi tupate haki yetu. Madai yanatofautiana, hatupo wote sawa, kwamba wote hatukuajiriwa muda mmoja. Kuna watu ambao waliajiriwa kuanzia mwezi wa 9 mwaka jana, kuna watu waliajiriwa mwezi wa 10, kuna wengine waliajiriwa mwezi wa 11, kuna wengine waliajiriwa mwezi wa 12, kuna walioajiriwa mwezi wa kwanza, kuna walioajiriwa mwezi wa 2, kuna walioajiriwa mwezi wa 3 ambao ndio wako ndani ya malimbikizo. Kwa haya malimbikizo yanapigwa hesabu kulingana na siku ambayo ulianza kufanya kazi. Kwa hiyo malimbikizo hayawezi kuwa yako sawa kwa kila mtu, hapana, yanatofautiana. Na yanatofautiana kwa sababu kuna kima cha chini cha mshahara cha nyuma ambacho ni 16,155 watu walikuwa wanatakiwa walipwe, lakini kuna wengine walikuwa wanalipwa 10,000. Kuna kima cha chini cha mshahara ambacho kilitakiwa kilipwe kuanzia mwezi wa kwanza. Kwa hiyo na wenyewe na malimbikizo yao yako tofauti. Tangia mshahara umepanda kwenye ile kampuni walichelewesha kutupandishia mishahara na malimbikizo wakasema watatupatia, lakini still now hawajatoa malimbikizo, wakidai kwamba iko kwenye process. Na hiyo process ile ni process gani? That's why watu wamekaa hapa nje wakidai malimbikizo yao. Watamani nikifanyike. Nini kifanyike? Ni kutoa malimbikizo, sio kusema kitu kwenye process. Ukisema kitu kwenye process ni haijulikani ni process gani. Inabidi wanaposema process waseme labda tupo kwenye process ndio tunaandaa au tunataka tuwatumie au tuwapatieni hizo hela zenu. Sio kusema tu kitu kipo kwenye process pasipo kuona hata jitihada ambazo zinafanyika. Tunafanya kazi nyingi sana na tunaumia, tunajitolea, sometimes tunadharaulika na hao waliotuajiri wanatoka China wanakuja Tanzania, wametuajiri ili anafika wakati wanatudharau, wanatuchukulia kama sisi wenyewe ni watoto wadogo, sisi wenyewe hatuna maana kwao. Yani hatuna nyadhifa zozote zile, hata umuhimu hauonekani kulingana na yale ambao viongozi wetu wa Tanzania wenzetu wanashindwa kututetea, ambao ni wasimamizi wetu, ni waajiri wetu, wanashindwa kututetea. Ndio tumetoa malalamiko kuanzia kwa alai, viongozi social, viongozi mbalimbali, lakini hamna jibu maalum ambalo linatoka kama walivyokuwa wanajieleza hapa. Ndio hivyo hatuelewi kwamba majibu yatatoka lini. Yani ndio hivyo walivyokuelekeza wewe, sio kwamba utafanywa kazi. Yani ndio hivyo hilo litaendaga hivyo. Hata ukija kesho kutwa na mtondogo watasema hivyo.
Sawa. Yaani kwangu mimi nishafanyia kazi, nimeumia sana. Toka mwezi wa 7 tarehe 15 mpaka leo nilianza kulipwa shilingi 10,000. Sawa. Nimekuja hapo nimevumilia mpaka nakuja 16,000. Nimekuja hapo hivyo mpaka nakuja shilingi ngapi? 19,000 hiyo na 808 mpaka leo. Hayo malimbikizo yote tumejaribu kuvumiliana namna gani, kila ukienda kuongea hivi. Inafika sometime mpaka mchina anafika anakuamulia tu bwana leo kalale. Sawa, malimbikizo tunaenda ngazi kwa ngazi kudai, si ndio? Maslahi yanahitaji ngazi kwa ngazi kudai. Lakini kila kiongozi anaonekana kama ni mfanyakazi wa kawaida. Sawa. Inaonekana kama ni mfanyakazi mwenzangu kwamba wewe bwana vipi hela yangu, kama nilimkopesha hela bwana, hela nimekopesha utanirudishia lini? Si ndio? Yeye anajua wajibu wake wa kuwakilisha wafanyakazi. Sawa. Hata unavyoongea ukiwa mbele unakuwa ongea kwa wafanyakazi, ongea kwa hekima kidogo. Usimkandamize mfanyakazi mwenzio. Sawa. Wewe ni kiongozi, unajua kabisa hapa mimi nina steel fixer, nina carpenter, nina masoni, nina dereva, nina operator, lakini hamna mwenye thamani ambaye anathaminiwa hata mtu mmoja. Hata maforeman wenyewe sijui kama anathaminiwa. Wapo hapa nao tusimamia sijui kama anathaminiwa. Wanaonekana kama ni umbwa tu. Sawa. Naweza nikaongea hiyo kauli kulingana inauma. Sawa. Tumetoka mbaya. Mimi kama nikufukuza nifukuze kazi, kama utanifukuza nifukuze. Lakini nimevumilia, nimechoka. Kama kiongozi yupo hapa anaongea lakini bado anatukandamiza sisi, yupo upande wa mchina. Abaki upande wa mchina huo. Kwa sababu ni mgomo wa wafanyakazi, nao wanadai stahiki zao, malimbikizo. Ni haki yao na ni haki ya msingi, na maandamano yao au mgomo wao ni wa amani wala hata sio wa fujo. Kwa ni sahihi kabisa. Lakini ombi langu kwao au niseme ushauri ni nini? Kwanza ni kuitaka labda ofisi ambapo mimi naamini mkubwa wangu pia ni HR. Huyo ndio mkubwa wangu na ameshatolea maelezo, ametolea ufafanuzi kwamba hizo stahiki zinatakiwa ziende kwa mchakato. Kwa sababu ni mchakato, basi vinaenda kutekelezewa kwa sababu amehakiki hapa. Lakini pia kwa wafanyakazi niseme labda wafanyakazi wenzangu, mimi niwaombe tu kwamba kila kitu kama ni mchakato, subira pia ni muhimu. Tunaomba pia watu wangeendelea na kazi, basi wajipe tu muda hata kidogo wa kuvumilia hadi stahiki zao ambazo labda kwa muda huo zitakuwa zimetatuliwa. Na kilichotokea hapa kikubwa ni malimbikizo. Kama unavyofahamu kwamba serikali ilipandisha kima cha chini cha mshahara kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya ujenzi, na sekta ya ujenzi imegawanyika katika madaraja mbalimbali. Kwa daraja namba 1 ambao ndo kampuni yetu ipo daraja namba 1, mshahara ulipanda kutoka 16,155 mpaka 19,808, ambapo wakandarasi wote daraja la kwanza walitakiwa kuanza kulipa kuanzia tarehe 1. Hicho kima cha chini ambacho kilikuwa kimepanda. Lakini kwa bahati mbaya kampuni yetu haikuweza kutekeleza hilo agizo la serikali kuanzia hiyo tarehe 1. Imefanikiwa kuanza kutekeleza kuanzia mshahara wa mwezi wa 4 na huu wa mwezi wa 5. Lakini kwa mazingira sasa kukawa na malimbikizo ambayo kiasi ambacho watu walitakiwa walipo hawakulipwa, ikawa imepungua kama shilingi 3,653, ambacho ni kiwango cha siku ambacho mtu alikuwa anapunjwa. Kama kampuni walikuwa na taarifa, lakini utekelezaji ulichelewa. Ni kutokana na kwamba hata wao pia wakati wanatenda kwa ajili ya kufanya hii kazi walitenda kwa bei ya shilingi 16,155. Kwa hiyo walikuwa wanafuatilia, je, wakipandisha kima cha chini cha serikali kipi serikali itawalipa? Baada ya kujiridhisha, ndio maana mwezi wa 4 wakafanyaje, wakaanza kulipa kwa mujibu wa kima cha chini. Na swala la malimbikizo ambao limefanya mpaka watu wakawepo hapa ambao tunaongea kwamba wanahitaji walipo haraka iwezekanavyo. Lakini ukweli ni kwamba neno malimbikizo ni unayemdai kukiri kukulipa. Nafikiri mwandishi wa habari unaweza ukawa unafahamu kwamba kuna wafanyakazi pia ni wa serikali hii huwa wanadai malimbikizo mpaka mwaka, lakini mwisho wa siku huwa wanalipwa. Kitu ambacho labda wafanyakazi wenzangu hawaelewi, wanajua kwamba malimbikizo ukilimbikiza siku leo, kesho lazima ulipwe. Hamna sheria ambayo inasema kwamba ukiwa unadai malimbikizo unatakiwa ulipwe ndani ya muda gani, ila unayemdai ndio anatakiwa akiri kwamba lazima afanyaje, akulipe. Kwa mujibu wa project manager ambayo kwa leo hayupo, yuko Songea,
anasema anakuja, yuko njiani, anaweza akafika leo au ama kesho, na hili swala amekiri analifahamu kwa sababu limewahi kutokea katika mradi mwingine ambao ni kampuni moja hii lakini miradi tofauti. Kwa hiyo amesema waendelee na kazi, anavyofika atanipa jibu rasmi kwamba wasubiri mpaka lini. Hii ni ripoti ya Ayo TV na mimi ni Amiri Kilagalila.